Tatizo tulionalo msingi ni hilo la kwamba wananchi sio sauti na kauli ya mwisho. Nani anafaa kuwa kiongozi wao? Sasa hakuna sehemu tunasusia uchaguzi. Na wala sio lengo la chama cha siasa kususia uchaguzi. Ikitokea kama ilishawahi kutokea ni katika zile njia, kati ya zile njia 137 za kushinikiza. Hiyo ni njia mojawapo na sio njia pekee. Nyie kama Chadema mna kampeni ya kwenda kuambia wananchi kuhusiana na hiyo slogan yenu. Lakini kumbuka wananchi ambao yani mnako kwenda kule kuna wanachama wa vyama vingi vya siasa. Mojawapo ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wanaamini kwamba mazingira ya uchaguzi yako sahihi na wanajiandikisha kwa ajili ya kwenda kwenye uchaguzi. Sasa tume ya uchaguzi inaweza ikatumia vigezo vya wale walioandikisha wa upande mmoja na wakaenda kwenye uchaguzi. Kwa sababu tayari wana sifa za kuendesha uchaguzi. Sasa na endapo mazingira yatakuwa hayo, uchaguzi utafanyika kwa sababu kuna baadhi ya upande wanataka uchaguzi. Nyie mtachukua hatua gani sasa? Ninafahamu kuna gharama kubwa sana. Na ndio maana pengine mnauliza sana kuhusu hii itawezekanaje. Na mimi nimewaambia nchi hii ina wananchi sio chini ya milioni 61. Wanachama wa CCM hawezi kuwa hata robo. Milioni 12.5. Hawezi kufika huko. Hawana hata hiyo robo ya hao wa Tanzania. Na hata ingekuwa hiyo milioni 12. Milioni 40 na ndio hao watakaofanya uchaguzi usifanyike. Na hata wana CCM, hakuna mwana CCM anapenda aende kwenye uchaguzi halafu uchaguzi uwe ni wa kutoa kafara. Ukimaanisha nini? Kuua watu wafe kwenye uchaguzi. Ukimaanisha nini? Watu wanakufa kwenye uchaguzi. Tunduma tumezika. Uchaguzi wa vijiji na vitongoji. Fikiria uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa kitongoji, uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa kijiji au wa mtaa, unagharimu maisha ya watu. Nani mwana CCM yuko tayari? Nakumbuka hii ni nchi moja na sisi hatuna nchi nyingine ya kwenda. Sisi nchi yetu ni Tanzania, na ndio maana mara zote tumesema hatuna nchi nyingine ya kwenda. Tungetamani kuona Tanzania ni mahali salama pa kuishi, ni mahali pa kufurahia. Tungetamani kuona Tanzania ni sehemu ya darasa ya namna watu wanapaswa kuishi kwa uhuru, kwa amani, kama ambavyo tumejinasibu ni kisiwa cha amani. Njia hii ya kusema, cry out, ya kusema yale ambayo yanawaumiza wananchi, ni njia bora sana. Watawala kwa jeuri au kiburi wakiruhusu akina Chonya tunyamaze, tusiseme haya ambayo ni tatizo kwenye jamii, wananchi hawa ambao wamechoshwa, wamekata tamaa. Nilimsikiliza Tibaijuka wakati fulani anasema, nilikuwa na washauri viongozi wa Chadema waangalie hii kitu haitokei kirahisi. Ni nchi chache sana duniani zimepata katiba bila kumwaga damu. Akatolea mfano Kenya kule Eldoret kule, kwamba ilifika hatua mauaji yakawa makali, ndipo 2007 watu wakasema tukae chini patikane katiba. Sisi kusema hivi tunatamani tusifike huko. Tuwe miongoni mwa nchi chache duniani zenye watu waliostaarabika, wanaoweza kusema mambo ya nchi yao wakafikia mwafaka kwamba tunazungumza mambo ya nchi yetu bila kumwaga damu. Lakini Chonya hapo wakati tunatoka kwenye no reform no election, Chadema mmekuwa mnatoka sana na misimamo na matamko mbalimbali, lakini kwenye kuyasimamia na ile imani moja kwa moja kwa wananchi ni kama kuna mwingine anaweza akasema ina fifia, japo hakuna tafiti iliyokuwa rasmi. Kuna wakati mlikuwa mnazungumza kwamba mtashiriki uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. 2024 ikaonekana msukumo kutoka kwa wanachama umekuwa ni mkubwa, mkaenda kwenye huo uchaguzi. Na misimamo mingine mingi sana ambayo mmekuwa nayo kwenye kuisimamia, kuitekeleza, ndio eneo ambalo imekuwa ni kama chama ule ulegevu. Sijui unatoka wapi? Nafikiri na hii ni no reform no election. Tutarajia labda miaka kadhaa itakuja nyingine kama ilivyokuwa huko nyuma. Wanasema kila kizazi kina wajibu wa kujibu maswali fulani, sio? Kila nyakati inahitaji kuletewa majawabu fulani.
kuna nyakati zinakulazimisha ufanye jambo fulani. Ni kweli kwamba tumekuwa tuna program au operation tofauti kulingana na nyakati zenyewe, si ndio? Operation iliyofanyika, operation Sangara, ilikuwa ni ya wakati wake. Kuna jumlisha 255 katiba mpya sio kwa bandari zetu, ilikuwa ni wakati. Na hiyo haimaanishi kwamba yani kwamba zimeisha kabisa, hapana, ila ni wakati ule ambao tulikuwa la. Kwa hiyo no reform no election inafikiri imebeba ujumla wa yote yale ambayo yamekuwa ni madai ya msingi kuhusu kuwa na taifa la watu waliostaarabika, taifa la watu ambao viongozi wakipatikana wanaweza kuwajibika kwa wananchi. Wananchi wana uwezo wa kuwajibisha viongozi wao, wana uwezo wa kuwahoji, wananchi ndio kauli na sauti ya mwisho, nani anafaa kuwa kiongozi, nani hafai kuwa kiongozi. Wananchi wao wanasema hapa wewe wa Chadema ndio unayestahili, na pale waseme huyu wa CCM anastahili. Wananchi wenyewe ndio iwe sauti ya mwisho. Kwa hiyo hilo ndio imekuwa, nafikiri tukikaa hapa kwenye mgogoro wa kiuchaguzi ambao kupitia mfumo mbovu wa uchaguzi ndio matunda au matokeo ya maisha ya kawaida ya sasa ya Mtanzania wa kawaida. Matokeo haya maisha yanayoishi, umaskini wa kutisha, maskini wa kutupwa, kitu kibaya sana, kinawatesa watu. Hawana uhakika wa kusomesha watoto shule nzuri, hawana uhakika wakiugua kwenda hospitali wakatibiwa, hawana uhakika hata kubadilisha mavazi yao, hawana uhakika. Watu maelfu wako mtaani, hawana uhakika wa kula chakula wanachokitaka, au hata chakula cha kawaida sio kile wanachokitaka, hawana uhakika wa kula mara 3 au mara 2. Wako mtaani. Watu wanashindwa hata vitu vidogo kumudu vya kawaida. Kwenye taifa ambalo jinsi ambavyo Mungu amelibariki, tulipaswa sisi tuonyeshe demo duniani, tungepaswa kuishi maisha mazuri zaidi. Sio maisha ya anasa, lakini yangekuwa ni maisha bora kabisa. Huduma za afya zingekuwa na uhakika, ukiugua uwe na uwezo wa kwenda kutibiwa hospitali. Serikali iwe na uwezo wa kugharamia matibabu ya Mtanzania aweze kutibiwa vizuri. Lakini hatua zinapigwa. Unaona sasa hivi kuna mikopo ile halmashauri ya 10%, wanawake, vijana, watu wenye ulemavu. Pesa hiyo pesa inaitwa 10% ya mapato ya halmashauri. Sio, haijaanza leo. La kwanza. La pili, nyinyi fanyeni utafiti. Ni vijana wa aina gani? Ni mara ngapi umesikia mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali anasema zile fedha vimekopeshwa vikundi hewa? Fikiria halmashauri, kuna viongozi ambao wanawajibika, wanapaswa kuhakikisha wanaboresha maisha ya wananchi. Fikiria wanakopesha vikundi hewa. Unaelewa maana ya kukopesha? Unakopesha fedha kwa kikundi hewa. Unajua maana yake ni nini? Lakini kama haitoshi, fuatilia hizo fedha zinakopeshwa kwa utaratibu gani? Ni vijana wa namna gani wanaokopeshwa zile fedha? Wanakopesha kwa misingi ya itikadi. Kuna mradi wa BBT vijana kilimo kule. Kuna matatizo makubwa sana. Huwa mara nyingi sisi ni wazuri wa kusema maneno matamu yanayopendeza masikioni. Kuna matatizo makubwa sana, nafikiri ni vizuri tukatafutia muda tuje tuliongea hilo la BBT. Chonya sasa tunazungumza no reform no election na operation mbalimbali ambazo zitazungumzwa hapo na viongozi wakuu wa chama. Bavicha mkoa wa Mbeya, mna utayari kiasi gani kwenye hizo kauli mbiu za chama na operation ambayo inakwenda kuzinduliwa hiyo kesho tarehe 23? Kuna hoja ya stronger together, kuna hoja hiyo ya no reform no election, na kuna hoja nyingine gani hiyo mzee? Tone. Ushiriki wa vijana kwenye hizo operation zote hizo upo vipi hapo? Operation ni moja tu. Operation ni no reform no election. Stronger together ni utaratibu wa ndani ya chama. Tone ni utaratibu wa jumla wa chama kuwashirikisha Watanzania. Nafikiri kesho Watanzania wa Mbeya wasogee Rwanda-Nzovwe. Hali na hamasa ya vijana wa Bavicha, vijana wako mkoa wa Mbeya. Hali ya hamasa kwa maana ya mwamko wa vijana wa Mbeya iko vizuri sana na wana shauku kubwa sana. Unajua iko hivi, sisi kazi yetu ni kutafuta lugha nzuri ya kusema kile wananchi wanachokitaka. Kwa mfano, ukisikia mwananchi anasema ila tunateseka kukaa na matakataka haya majumbani mwetu, mimi kiongozi siwezi kuja hapa nikasema unajua
nakuja na tafsiri kile alichokizungumza yule mwananchi kwamba utaratibu uliowekwa na halmashauri, baraza la madiwani, hawa watumishi wa wananchi hawajawahi kwenda kuwasikiliza wananchi, kwamba wananchi wakachagua kukaa na takataka majumbani mwao siku 5 au 6, halafu siku moja katika wiki ndio watoe takataka majumbani mwao wapeleke mabarabarani au wapeleke kwenye maeneo ambayo magari yanapita. Haijawahi kuwa chaguo la wananchi. Ni viongozi wasiowajibika kwa wananchi wamepitisha utaratibu wa kwao peke yao. Watu wakiugua kipindupindu, unajua maana yake au tafsiri rahisi ya kuugua kipindupindu, maana yake watu wamekula kinyesi. Watu wanaweza kula kinyesi kama wanaweza kuwa naishi na matakataka majumbani mwao. Ni lini na wapi ulishawahi kuwa ni utamaduni mzuri, ni ustaarabu mzuri, ndio njia ya kuweka jiji safi kwa kulazimisha wananchi wakae na matakataka majumbani mwao? Chonya, wakati unamaliza kuelekea hiyo kesho tarehe 23, zungumza kidogo na vijana hapo wa mkoa wa Mbeya. Wale wote ambao wanasema tunatamani kuwa kwenye nchi ambayo vijana tukifanya siasa tusigeuke maadui, nawakaribisha kesho kwenye uwanja wa Rwandazove. Wale wananchi ambao wanasema kwa kweli maisha yametupiga, tunateseka mno. Wale vijana wenzangu ambao sasa hivi wanafanya eneo pekee wanalotafutia mkate ni eneo la kubahatisha, wanacheza michezo ya kubahatisha, wanabeti, wanakwenda kucheza kwenye maPS, kwenye maguruguru. Maisha yamekuwa ni ya kubahatisha. Kijana akipokea simu ya mama yake kutoka kijijini, badala aione ile simu ikiita tabasamu, ajisikie raha kupokea simu ya mzazi wake, imegeuka ile simu ni ya maumivu, kwa sababu anafikiria akiniomba shilingi 1500 akanunue mche wa sabuni. Kumbuka mche wa sabuni shilingi 3500. Akiniomba kwamba anaona huyu kijana hana jibu la kumpa, badala kupokea ile simu anaweza kaiangalia iite mpaka mwisho. Kwa sababu ya ugumu wa maisha na shida hiyo ya umaskini, tukutane Rwandazove. Wananchi wote, mimi nitumie fursa hii kuwakaribisha Rwandazove. Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwepo, Mheshimiwa John Heche atakuwepo, Mheshimiwa John Mnyika atakuwepo, Mheshimiwa Godbless Lema atakuwepo, na wajumbe wengine wa kamati kuu wote, Mheshimiwa Sugu atakuwepo, wote watakuwepo pale kesho kwa ajili ya uzinduzi wa hii operation ya No Reform No Election.